9 zenye ukubwa wa hekta 17,000 katika mabonde matatu ya kimkakati ya Mkomazi, Lukuledi na Mtambo umeanza na umefikia wastani wa 10%. Imekamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa skimu 98 kati ya skimu 527. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa bonde la mto Rufiji lenye ukubwa wa hekta 68,000 umekamilika na wakandarasi wamepatikana kwa ajili ya kuanza ujenzi wa mabwawa mawili ya Mbakia Mtuli na Ngorongo. Mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa Bugema Mara amepatikana na kandarasi ya ujenzi wa mradi wa bonde la Mtongono imetangazwa. Zabuni ya kumpata mshauri elekezi kwa ajili ya kufanya upembuzi yakinifu wa kutumia maji ya Ziwa Victoria na Tanganyika kwa ajili ya shughuli za kilimo imetangazwa. Mheshimiwa Naibu Spika, mpango wa bajeti wa mwaka 25-26. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Kilimo inawasilisha mpango wa bajeti wa mwaka 25-26 wakati taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu na uzinduzi wa mpango wa maendeleo wa miaka 25. Mpango huu wa bajeti wa mwaka 25-26 umezingatia dira ya maendeleo ya mwaka 2025, mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 wa mwaka 2021 hadi 26, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020, sera ya taifa ya kilimo ya mwaka 2013, sera ya taifa ya umwagiliaji ya mwaka 2010 na sera ya maendeleo ya ushirika mwaka 2002. Mheshimiwa Naibu Spika, mpango umezingatia mpango kabambe wa mwaka 2050 Tanzania Agricultural Master Plan, mkakati wa ukuzaji wa kilimo Agenda 1030, mkakati wa kuongeza fedha za kigeni wa mwaka 2023 mpaka 28, maoni ya ushauri wa kamati ya kudumu za Bunge, maoni ya Baraza la Rais la ushauri wa usalama wa chakula na kilimo, wadau wa maendeleo na masuala mtambuko ya kijinsia. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 25-26, wizara itaendelea kutekeleza vipaumbele 6 kuendelea na utekelezaji wa miradi iliyoanza mwaka 22-23, 23-24 na 24-25 na kuanza miradi mipya. Miradi hiyo inajumuisha miradi ya umwagiliaji, vituo vya zana za kilimo, upatikanaji wa pembejeo za kilimo, uhifadhi na uongezaji wa thamani, uanzishaji wa mashamba makubwa ya pamoja, uzalishaji, ujenzi wa masoko, utafiti huduma za ugani na utoaji wa ruzuku za pembejeo kwa kilimo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika utekelezaji wa miradi katika mwaka wa fedha 25-26, wizara inalenga kuongeza ukuaji wa sekta ya kilimo kufikia 5%, kuongeza uzalishaji wa mazao ya kimkakati kutoka tani 1,145,000 hadi tani 2,200,000, utoshelevu wa chakula kufika 130%, thamani ya mauzo ya nje kufika bilioni 4 na kuongeza eneo la umwagiliaji kufika hekta 1,200,000. Malengo hayo yatafikiwa kwa kutekeleza vipaumbele 6 na mikakati 30. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la kuongeza tija na uzalishaji, wizara kupitia TARI imepanga kutekeleza yafuatayo: kuendelea na ujenzi wa kituo cha bioscience katika kituo cha TARI Ilonga, kujenga benki ya taifa ya mbegu kutoka kituo cha TARI cha Siliani, kuendelea na ujenzi wa maabara za kuzalisha miche kwa njia ya chupa, kuendelea na utafiti wa mbegu 56 za kuzalisha mbegu tani 566 za awali, kukusanya, kusafisha na kutunza mbegu 363 za mbegu za asili, kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji yenye jumla ya hekta 2120. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la usambazaji wa mbegu, wizara imepanga kutekeleza yafuatayo: kuongeza uzalishaji wa mbegu bora wa ndani ya nchi kufika tani 90,000 na kufanya upatikanaji wa mbegu kufika tani 1,105,000. Kuendelea kutoa ruzuku ya mbegu bora kwenye mazao ya kimkakati alizeti na mahindi tani 52,000. Kuzalisha na kusambaza miche milioni 64 ya mazao mbalimbali kwa wakulima kwa mpango wa ruzuku. Kujenga na kukarabati na kusimika miundombinu ya umwagiliaji kwenye mashamba ya mbegu yenye ukubwa wa hekta 4,063. Kwenye maeneo ya utoaji wa ruzuku, Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imepanga kufanya yafuatayo: TFRA itaratibu upatikanaji wa tani 1,500,000 za mbegu za mbolea na kuzisambaza kwa wakulima kwa mpango wa ruzuku.
itanunua tani 200,000 za mbolea na tani 50,000 za chokaa mazao kutoka viwanda vya ndani. Naomba nirudie. Serikali itanunua tani 200,000 za mbolea na tani 50,000 za chokaa mazao kutoka viwanda vya ndani. Na hili lengo ni kulinda viwanda vyetu vya ndani na kupunguza utegemezi wa kuagizaji mbolea kutoka nje. Mheshimiwa Naibu Spika, TFC itanunua tani 333,000 za mbolea na kusambaza kwa wakulima kwa mpango wa ruzuku. TFC itanunua ghala za Shireku na bodi ya pamba Tanzania zilizopo katika bandari ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuanzisha kiwanda cha kuchanganya na kufungasha mbolea nchini. TFC itaanzisha kiwanda cha kuchimba, kufungasha na kusambaza chokaa mazao kwa ajili ya wakulima katika eneo la Visiga mkoani Pwani. Bodi ya korosho Tanzania kwa kushirikiana na Cooperative Joint Enterprise itanunua na kusambaza viuatilifu vya korosho lita milioni 3.8 na salfa tani 30,000, kununua na kusambaza viuatilifu vya pamba eka pack milioni 12 na vinyunyuzi 100,000. Bodi ya tumbaku kupitia TCJE itaratibu ununuzi na usambazaji wa viuatilifu vya tumbaku lita 183, pakti milioni 1.4 na chupa milioni 2.2. TPHPA itanunua na kusambaza lita 1,000 za viuatilifu vya parachichi aina ya copper sulfate kwa mpango wa ruzuku. TPHPA itanunua ndege moja na ndege nyuki 20 kwa ajili ya kunyunyuzia viuatilifu, kuanzisha vituo vya kilimo anga katika mkoa wa Mwanza, Dodoma na Mbeya. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye eneo la usajili wa wakulima na urasimishaji, wizara itaendelea na urasimishaji wa shughuli za kilimo kwa kusajili wakulima, kuwapatia kadi za kielektroniki na hati miliki wakulima 10,000 kwa njia ya ruzuku. Uwekezaji kwenye huduma za ugani. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itanunua magari 100, vishikwambi 3,000 na mavazi maalum ya utambulisho 5,000 na kuwapatia maafisa ugani na kuwajengea nyumba 50 kwa ajili ya maafisa ugani. Kuendelea na ujenzi wa miundombinu kwenye viwanja vya 88 vya Dodoma na Mwakangale Mbeya na kuanza ujenzi wa kiwanja cha Ipuli Tabora. Kujenga miundombinu ya Chuo cha Taifa cha Sukari Kidatu ili kuwa na hifadhi na hadhi ya kimataifa. Kuchukua na kukarabati vituo vyote vya kata vya rasilimali za kilimo ambavyo wizara ilivikabidhi kwenye halmashauri. Wizara itashirikiana na VETA na Kamatek katika uhaulishaji wa matumizi ya vituo vya rasilimali za kilimo vya kata katika kuhaulisha teknolojia za kilimo na kutoa mafunzo kwa wakulima na kukamilisha taratibu za uanzishwaji wa wakala wa huduma za ugani wa taifa na kuwa na afisa kilimo mratibu wa kata. Pia wizara itaanzisha mfumo wa huduma za ugani wa kidigiti ili kuwezesha upatikanaji wa huduma za ugani kwa sekta binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia bunge lako tukufu, ninaomba kuzitaarifu halmashauri zote nchini zilizokabidhiwa World Resource Center na kushindwa kuzitumia kwa malengo yaliyowekwa ya kutoa mafunzo ya ugani kwa wakulima na kuzifanya kuwa ofisi za maafisa watendaji, waanze kuandaa ofisi hizo kwa ajili ya matumizi ya kilimo na kuzikabidhi Wizara ya Kilimo, na bajeti kwa ajili ya ukarabati imeshatengwa. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imepea kwenye eneo la upimaji wa afya ya udongo, wizara itaendelea na upimaji wa afya ya udongo na kuchora ramani za kidigiti katika maeneo ya vijiji, kununua mobile soil laboratory van kwa ajili ya kupima afya ya udongo, kununua na kusambaza soil scanner 43. Kwenye eneo la umwagiliaji, Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imepanga ujenzi wa mabwawa ya Mbakia Mtuli na Ngorongo katika bonde la Rufiji yenye mita za ujazo milioni 57 zitakazomwagilia skimu yenye ukubwa wa hekta 64,000. Ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika mabonde ya Mtongono na Bugwema yenye ukubwa wa hekta 22,000. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina na kuanza ujenzi wa mradi wa Ziwa Victoria na Tanganyika. Mradi huu utatekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 na ukikamilika utaongeza eneo la umwagiliaji kwa hekta milioni 3, mabwawa 52 ya umwagiliaji ambao utanufaisha mikoa 12, wilaya 69, kata 192 na vijiji 943. Ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji katika skimu 101 zenye ukubwa wa hekta 209,000. Ujenzi wa mabwawa 46 yenye ukubwa wa mita za ujazo milioni 813. Ujenzi wa skimu katika mabonde 14 ya kimkakati na kukamilisha upembuzi yakinifu wa mabonde ya 8.
kuendelea na ujenzi wa mabwawa 46 na kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya mabwawa 65. Kuanzisha mfumo wa usimamizi wa mashamba ya Membe, Bugwema, Madibira na Lumpungu na kuhakikisha mashamba hayo yana hati na serikali inakuwa na uwezo wa kurudisha gharama za uwekezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara itanunua shamba la Mbarali Estate lenye ukubwa wa ekari 6437 na kuwapa fursa wakulima wadogo kutumia mashamba hayo kwa utaratibu utakaowekwa na serikali. Ninaomba kupitia bunge lako tukufu kumshukuru kwa dhati mwekezaji wa Highland Estate Limited kukubali kuachia shamba hilo kwa makubaliano maalum na serikali na wakulima ambapo kuanzia msimu ujao wa kilimo serikali itatoa utaratibu wa kutumia mashamba hayo. Vile vile Tume ya Taifa ya Umwagiliaji itajenga mabwawa mawili ya Dudumizi na Mambi katika wilaya ya Mbarali. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye eneo la zana za kilimo, wizara imeendelea kuhamasisha matumizi na umiliki wa zana za kilimo za kisasa kwa wakulima wadogo ambao wengi wao hawana uwezo wa kumiliki zana hizo kutokana na gharama kubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kupitia bunge lako tukufu kutangaza rasmi kwamba wizara katika mwaka wa fedha wa 25-26 itatoa huduma za zana za kilimo ambapo wakulima watalipia huduma hiyo kwa bei ya ruzuku, subsidized mechanization services. Katika kutekeleza hilo tutafanya yafuatayo: moja, kuanzisha vituo 1000 vya kutoa huduma za zana za kilimo, kununua matrekta 10,000 na zana zote za msingi zinazohitajika kwa ajili ya kufanya kazi za mashambani, pawatila 10,000, mashine za kuvuna na mashine za kukausha na vifaa vyote muhimu vya zana za kilimo. Kuanzisha kituo kimoja cha kitaifa, National Mechanization Center, ambacho kitakuwa na zana zote za msingi kwa ajili ya kusafisha na kusawazisha mashamba ya wakulima, uchimbaji wa visima na mabwawa na kutoa huduma za mafunzo. Kutoa mafunzo kuhusu uendeshaji na usimamizi wa zana za kilimo kwa waendesha mitambo na wasimamizi wa vituo 500. Mradi huu utatekelezwa kwa kipindi cha miaka 3. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuendeleza ushoroba wa uzalishaji, wizara kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo itaendelea kuimarisha shoroba 4 za kuendeleza kilimo kulingana na ekolojia za kilimo. Shoroba hizo zitaendelea kuratibiwa na Ofisi ya Mageuzi ya Kilimo ATO kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kilimo, ikiwemo kusimamia matokeo ya afya ya udongo na kufanya tathmini ya kiuchumi na kujenga msingi wa utaalam kwenye shoroba hizo. Wizara itaendelea kutambua juhudi zilizofanywa na SAGOT Center katika kutekeleza miradi ya kilimo. Hivyo SAGOT itakuwa sehemu ya AGOT chini ya usimamizi wa ATO. Mheshimiwa Naibu Spika, nitoe rai kwa wadau wa maendeleo kuendelea kushirikiana na Wizara ya Kilimo katika utekelezaji wa miradi ya kilimo kwa kuzingatia vipaumbele vilivyoainishwa katika mwongozo wa serikali, hususan Agricultural Master Plan ya mwaka 2050. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la uzalishaji wa mazao ya kibiashara, wizara imelenga kuongeza uzalishaji wa mazao ya asilia kutoka tani milioni